Wajumbe wa amani wa Urusi na Ukraine kukutana Saudia. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kufanyika nchini Saudi Arabia ikiwa ni siku chache baada ya Urusi kukataa pendekezo la Marekani na Ukraine la kusitisha mapigano kwa siku 30. Kiongozi wa ujumbe kwenye mazungumzo ya kusaka amani na Ukraine, Grigor Karasin, amesema serikali mjini Moscow inatumai kwamba mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Urusi na Ukraine yatakayofanyika siku ya Jumatatu nchini Saudi Arabia yatafanikiwa. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kufanyika siku chache baada ya Urusi kukataa pendekezo la Marekani na Ukraine la kusitisha mapigano kwa siku 30 na badala yake ikapendekeza usitishwaji mashambulizi ya anga dhidi ya miundombinu ya nishati. Marekani ambayo ndio mpatanishi itafanya mazungumzo ya wakati mmoja na wajumbe wa Ukraine na Urusi katika jitihada za kufanikisha usitishaji wa vita vinavyoendelea kwa zaidi ya miaka mitatu sasa. Huko katika uwanja wa vita, nchi hizo zimeripoti mashambulizi kutoka pande zote mbili. Vile vile, Urusi imefanya mashambulizi ya droni kwenye jiji la Kyiv nchini Ukraine. Inadaiwa kwamba watu 3 wameuawa kwenye mashambulizi hayo na wengine 10 wamejeruhiwa. Meya wa jiji la Kyiv, Vitali Klitschko, na msimamizi wa kijeshi Taimur Takchenko wamesema mashambulizi ya droni yalifanyika usiku kucha na yalisababisha moto kwenye magorofa kadhaa. Ving'ora vilisikika angani katika mji mkuu wa Ukraine kwa zaidi ya saa 5 za mashambulizi. Mashambulio hayo yametokea huku wapatanishi wa Marekani wakitarajiwa kukutana Jumatatu na wajumbe wa Ukraine na Urusi nchini Saudi Arabia kujadili uwezekano wa kusitisha mapigano. Urusi iliahidi kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine kufuatia mazungumzo wiki hii kati ya Vladimir Putin na Donald Trump. Vile wanajeshi wa Urusi wamekomboa makazi ya Sibrunoye katika Jamhuri ya Watu Donetsk, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema. Kutokana na hatua kali na madhubuti za vitengo vya kituo cha vita, makazi ya Sibrunoye katika Jamhuri ya Watu Donetsk yalikombolewa, wizara hiyo ilisema. Wakati wa operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, wanajeshi wa Urusi walishambulia miundombinu ya uwanja wa ndege wa kijeshi, vituo vya mafunzo vya uendeshaji wa anga, karakana zao za uzalishaji na maeneo ya kuhifadhi. Vile vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimepoteza hadi wanajeshi 60 katika eneo la uwajibikaji la Battle Group North mwelekeo Belgorod katika siku iliyopita. Hiyo ilikuwa ni karibu na makazi ya Marino, Novodmitrovka na Ogrod katika mkoa wa Sumy. Vile katika muda wa saa 24 zilizopita, wanajeshi wa Ukraine wamepoteza zaidi ya wanajeshi 190, magari 3 ya kivita na mfumo wa kurusha rocket katika eneo la Kursk, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Hiyo ilikuwa ni karibu na makazi ya Gogolevka, Gornal, Guevo na Oleshnya wakati wa operation za kukera. Vile ulinzi wa anga wa Urusi unamaanisha kuharibu ndege zisizo na rubani 59 usiku, zikiwemo 19 katika mkoa wa Lipetsk, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema. Wanajeshi wa rocket wa kundi la vita la Urusi Magharibi wameshambulia eneo la muda la Brigade Azov ya Ukraine. Msemaji wa kikundi cha vita Ivan Bigman anasema vituo 7 vya Starlink, vituo 21 vya kudhibiti ndege zisizo na rubani na ghala la kuhifadhia risasi la jeshi la Ukraine viliharibiwa, aliongeza. Vile operation bomba ambayo Urusi ilifanya katika mkoa wa Kursk na askari wakitambaa kupitia bomba la gesi ndani ya ulinzi wa adui ilisababisha hofu kati ya vikosi vya Ukraine, jarida la Wall Street linaandika. Licha ya taarifa rasmi kuhusu hali kudhibitiwa, Sergeant mwandamizi wa Ukraine Zenon Dashak na wanajeshi wengine waliripoti hofu miongoni mwa vikosi vya Ukraine. Kwa mujibu wa Dashak, tayari hali ilikuwa mbaya wakati yeye na wanajeshi wenzake waliposikia kwamba wanajeshi wa Urusi wamevunja mistari ya Ukraine. Baadhi ya makamanda wa Ukraine waliwaambia wanaume wao wajiondoe kabla ya kupokea amri kutoka kwa maafisa wakuu. Vile vikosi vya Urusi vimeshambulia miundombinu ya viwanja vya ndege vya kijeshi na ghala za silaha za wanajeshi wa Ukraine katika wilaya 135 kwenye muda wa saa 24 zilizopita, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Wakati huo mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi imeidungua ndege ya MiG-29 jeshi la Ukraine katika muda wa saa 24 zilizopita. Vile vikosi vya wanajeshi vya Ukraine vimepoteza hadi wanajeshi 315 na kambi katika siku moja kutokana na vitendo vya kundi la vita la Urusi Kusini, ripoti ya Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema. Wakati huo vikosi vya wanajeshi vya Ukraine vimepoteza wanajeshi 85 kwenye eneo la uwajibikaji la kikundi cha vita cha Dnipro cha Urusi katika saa 24 zilizopita. Hapo kwenye uwanja wa kivita, wanajeshi wa Ukraine
wamepata majeruhi 95 katika mwelekeo Belgorod kwenye muda wa saa 24 zilizopita, Wizara ya Ulinzi ya Urusi inasema. Shukrani kwa Baba wa Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.